بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tunamtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia taufiki ya kufika sehemu kama hapa. Hapa ni sehemu ya Jacaranda, mahali tunafanyanga da'wa kila siku. Leo Waislamu tumesimama mbele yenu kabla hatujaanza mambo ya da'wa, na hii pia ni da'wa tu bado. Waislamu tumesimama mbele yenu, tunataka hizi vitabu ambaye mwandishi wake ni Ustadh Hassan Kariuki. Hizi vitabu inasaidia sana Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kwanza asiyekuwa Muislamu akisoma hii kitabu, Allahu Akbar, Allah Mwenyezi Mungu akampatia hidayah akasilimu. Hii kitabu, yale mada tunazungumzia hapa na yale maswali tunazoulizwa hapa, yote iko hapa, majibu na maswali zote ziko hapa. Kwa hivyo ndugu zangu, tunataka hizi vitabu. Tunataka hizi vitabu kwa sababu tunakaribia Disemba, na Disemba ina mambo mengi sana. Watu wanatoka mjini wanaenda huko mashambani, na tunataka tuende huko mashambani na tuwagawie hizi vitabu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kitabu moja ni shilingi 100, printing yake ni shilingi 100. Na tunataka vitabu 1400. Hizo vitabu 1400 tutagawa kuanzia mwezi wa 11 mpaka Januari. Tutagawia wanadamu wenzetu Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Ukipata hii kitabu wewe mwenyewe mahali ulipo utaweza fanya da'wa vizuri sana. Kwa hivyo ndugu zangu, tuna mchango ya hii kitabu ambaye ni shilingi 100. Kama unaweza nunua vitabu 1000, unaweza nunua vitabu 100, unaweza nunua vitabu 50, vitabu 10, ni juu yako Muislamu. Ni sadaqatul jariyah. Ukinunua hii kitabu 20 ama 10, mtu akasoma akasilimu kwa ajili ya hiyo kitabu ambayo umenunua, unapata thawabu hapa duniani, na siku ya mwisho Allah subhanahu wa ta'ala atakukhafifishia mahesabu yako. Kwa hivyo tunataka vitabu 4000 books, ambaye ni hizi vitabu ambaye mwandishi wake ni Ustadh Hassan Kariuki. Ndugu zangu, tunaongoja hiyo pesa kutoka kwenu kwa ajili ya subhanahu wa ta'ala. Tunatafuta janna ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja. Mulikuwa mnachangia da'wa, na hii ni part ya da'wa. Kwa hivyo mchangieni hii kitabu tuweze kupata hizo kitabu 1400 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi namalizia nikisema hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napatia wenzangu naye watachangia. Karibu sana Ustadh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani Waislamu, hichi kitabu baadhi yenu mnakijua, ni kitabu kizuri sana Uislamu ndani ya Qur'ani na Biblia, ambacho kinasaidia kwa maswali yote tunapouliza Mungu ni wangapi, wale wanaosema Mungu ni watatu, mada zote ziko hapa. Je, Mwenyezi Mungu ana mtoto? Wale wanaosema Nabii Isa ni mwana wa Mwenyezi Mungu wanajifunza hapa. Na uzuri wa hichi kitabu kina quotes za Qur'ani na quotes za Biblia. So mtu anachukua verse hii kutoka kwa Qur'ani, verse hii kutoka kwa Biblia. So inakuwa ni kitabu ambacho kinasaidia mno kwa mtu kujielimisha, na pia kinasaidia kwa wale ambao ni wapenzi wa kufanya dawa. Hii kitabu pia ukikipata kinakuwa ni faida kubwa sana. Unaweza ukalingania mtu, ukatoa verse hapo na ukamonyesha katika Qur'ani, ukatoa verse ukamonyesha katika Biblia. Hususan kama mada ya majini utaipata hapa. Hii mambo ya Christmas, watu wanaenda Christmas, wanasherehekea kuhusu nini Christmas, utapata hiyo mada yote imejumuishwa, imewekwa hapa. Hichi kitabu kwa printer ambayo tunapata iwe ni ile nini nzuri, hii cover nini yake mzuri, makaratasi nzuri, kwa sababu pia katika printer inategemea bei ambayo anakulipisha, naye anakutolea kitu quality. Sasa quality nzuri ni shilingi 100, printer anatuitisha shilingi 100 kwa kila kitabu. So kama una haja unaweza kutolea vitabu 50, unaweza ukafanya hivyo, ikawa ni sadaka tujalia kutoka kwako. Na pia unaweza toa, kama unatolea mzazi aliyetangulia ama mzazi wako, unaweza ukafanya sadaka tujalia ukatoa, kwa sababu ni kitabu ambacho kitazunguka, kinaingia kwa Waislamu, kinaingia kwa wasiokuwa Waislamu, na kinasaidia katika masala ya kuwaongoza watu wapate njia ya haki na waweze kupata Uislamu. Lengo na makusudi yote ni wanadamu wafahamu kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. So hichi kitabu Waislamu tunakihitaji mno. Inatakana kopi 1400, ambayo hiyo kopi 1400 ni kama 400,000 za nchi ya Kenya. Lakini nchi ya Kenya ni kama dola 4,000.
dola 4,000 ama dola 3,800 hapo, hata haijafika dola 4,000. Ni pesa nyingi ikitajwa, lakini je, unatanguliza nini mbele ya akhera? Leo tuko duniani, kesho tuko katika matumbo ya ardhi. So fanya bidii wakati uko hai, usijisahau. Yani wewe unakula, unafanya raha zako, lakini ukumbuke akhera. Leo tuko duniani, kesho tunaondoka. Lazima utangulize amali mbele ya Allah. So tufanye khairat kwa ajili ya nafsi zetu. So Muislamu una uwezo, vitabu 5 ni shilingi 500, huwezi kosa. Vitabu 10 ni shilingi 1,000. Unaweza ukatoa vitabu vikachapishwa. Na kazi yetu namna mnavyojua, tukienda tukigawa, tunachukua mpaka video na nini, kila kitu. Nafanya kitu hadharani, hatufanyi kwa ajili ya riaa kujionyesha, tunafanya hivyo kwa ajili ya watu, kuwapatia moral kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. So Muislamu uko pale unanisikiza, fanya nusra kwa ajili ya Allah. Kuna Muislamu hata mmoja anaweza sema hizo vitabu yote mimi nitasimamia, wallahi inakuwa ni khairi kubwa sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Ndugu zetu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi rehema na mwenye kurehemu, ningependa kuhusia nafsi yangu bila kudhisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema kwamba wakati mwanadamu anapokufa, amali zote alizokuwa amezitenda huwa zinaondoka, isipokuwa mambo matatu huwa yanabaki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema al-ilmu yuntafa'u bih, au akasema waladu salih yadi Allah, na akasema sadaqatu jariya. Miongoni mwa mambo matatu haya Waislamu ni elimu hii yenye kuendelea. Waislamu ukijitolea na unalifanya jambo hili kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, elimu hii mtu ambaye tutaenda tumkabidhi kitabu hichi ataenda ifikisha kwa mwingine. Wewe uliotoa sadaka hii ndio utakayekuwa unalipwa, ama ndio utakayokuwa unalipwa thawabu hizi kitabu hichi, au kwa muda ambao kitabu hiki kitakuwa kinasomwa. Na kitabu hiki sio kwamba tunaenda kuwapa tu waliosilimu tu, wale ambao hawajasilimu tu, mpaka wale ambao wamesilimu, ili wawe na uwezo wa kujidhibiti au kukamta hoja ambazo watakazokuwa wanaletewa. Na ni kitu ambacho kimekosekana labda kwa muda mrefu, nakuta kwamba mtu anasilimu lakini tunamwacha hivyo, unaona. Lakini kitabu hiki wakati atakapokabidhiwa, atakuwa na uwezo wa kujisomea kitabu hiki. Kwa mfano sasa, mada kama ni ungu wa Yesu, akisoma mfululizo hizo aya zote azihifadhi. Kwa hivyo akienda kuulizwa na ndugu zake, marafiki zake waliokuwa, au watu wake, majirani zake, watu wengine upande ule mwingine, atakuwa na uwezo wa kujibu zile hoja bila taabu yoyote. Mada ya majini ikiletwa, aya zote zinazoelezea kuhusu mambo ya majini za Biblia, za Qur'ani, zitakuwa na uwezo wa kuweza kukaunta hoja hizo ambazo utakazoletewa na wasiokuwa Waislamu. Na Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba tufanye biashara. Wakati katika kazi hii ya jihadi tunafanya biashara na Mwenyezi Mungu Waislamu. Kwa hivyo sisi tumejitolea nafsi zetu, na nyinyi ndio tunatarajia ya kwamba mjitolee nafsi zenu, mali zenu, kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo huwa yanaendesha kazi hii ya Mwenyezi Mungu ni nafsi na mali. Sasa sisi uwezo wetu ni huu ambao tumejitolea, na kuanzia kesho kutwa mwanzo wa mwezi huu ni kutoka na kutembea kwenda sehemu mbalimbali, kuenda kufikisha ujumbe, kwa sababu sasa hivi shule zimefungwa, ima ni masekondari au labda vyuo vikuu, wazazi wengi wanapeleka watoto wao vijijini. Kwa hivyo na sisi tunataka tuwafuate huko vijijini. Kwa hivyo tukifuata kule, tutakuwa na uwezo wa kukaa takriban miezi 2-3. Miezi hii mitatu sehemu mbalimbali, ima ni Western, ima ni Mount Kenya, ima ni Nyanza, ima ni Eastern, na sehemu zinginezo ambazo tutakazokuwa tunatembelea, tunataka tuweze kuwakabidhi zawadi hii ili wawe na uwezo wa kujisomea. Na sasa hivi kuna vijana wengi ambao wako mbali na sisi, lakini wanataka kuisoma kazi hii ya dawa, ili waweze kuwa na motisha huo wa kutaka kuisoma zaidi kazi hii ya dawa. Vitabu hivi vitawasaidia sana Waislamu. Toa kimoja, kiwe ni vitabu 2-3, lakini ukumbuke kitu kimoja: vitabu hivi kadri ya muda ambao zitakuwa zinatumika au zinasomwa, wewe utakuwa unaandikiwa thawabu na Mwenyezi Mungu, kwa sababu hii ni elimu yenye kuendelea Waislamu. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima,
na taadhimu wa Uislamu. Tuweze kuifanya biashara hii na Mwenyezi Mungu ili tuweze kufikisha lengo ambalo tunalohitajia zaidi inshallah. Na siweze kuendelea sana kwa sababu pia muda unazidi kusogea. Niweze kumkabidhi ndugu yangu hapa. Tunahitaji vitabu hivyo Uislamu. Tufanye zoezi hili inshallah na Mwenyezi Mungu atufanyie pesi, na kwa sababu tunahitaji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wallahi alazim, kila ambacho mtu utakachokitoa, kiwe ni kidogo kiwe ni kikubwa, Mwenyezi Mungu lazima atakulipa jaza yako siku hiyo ya mwisho. Kwa hivyo tuweze kufanya zoezi hili inshallah, tuweze kulikamilisha ili zawadi hii pia tuweze tukabidhi wale ambao ni walengwa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa afwan minkum. Naam, shukrani walimu wenzangu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kama vile umesikia ni kwamba saa hii tuko mwisho wa mwezi wa 10 na tunaenda mwezi wa 11 na mwezi wa 12. Na kama mnavyojua hiyo ndio mwezi inakuwa na masikukuu ambazo zinaendaka mpaka tarehe 1 January next year. Na saa hii shule zimefungwa kwa sababu wale watoto wa juu wanafanya mtihani wale wa grade 9, lakini hizi shule za chini wengi wa shule zimefungwa. Na tunataka tutembee. Hii nchi yetu ni kubwa sana, si ndogo. Tunaona ni ndogo lakini ni kubwa. Ukisema hata tuzunguke kote hata tutaweza kumake, lakini tutajaribu zile tutaweza, ile county tutaweza, kwa sababu iko na county 147. So tunataka tukienda kila pahali tunahakikisha tumepeana vitabu angalau hata area moja tunahakikisha tumepeana kama 500. Tunaenda pahali pengine tunapeana 700. Yaani hivyo namna hiyo. Kwa hivyo kitambo tukimaliza hiyo tukifika Januari tutakuwa tumeshafikisha vitabu zetu zimeshakwisha. Ndio naona hii kitabu iko na miaka 10 na kitu saa hii. Sasa wale walitoa zile za kwanza tukagawa tukapeana. Wao nafikiri wanapata thawabu ngapi? Na kitabu haiishi, kitabu itasomwa tu. Tutaacha ikisomwa, hata sisi tukiondoka duniani. Tutawachia wale watakuwako, wataendelea naye. Na bado kuna kitabu kingine ambaye tumetengeneza ya group ambayo inaitwa Who is God in Islam and Christianity. Hiyo kitabu tutaitengeneza vizuri, alafu mtaiona maybe after 2 months hivi, maybe January next year. Kinaweza kapata ni kizungu hiyo. So kwa hivyo tunaomba tupate hizi vitabu 1400. 1400 sio hela mingi. Ukisema kweli, wewe jiangalie ni ngapi wewe umeshaitumia pesa, pengine hata umetumia tu kwa mambo yako tu namna hii. Uweka hapa, hii ni hazina. Hii ni hazina ambaye haiozi. Hazina ambaye utaipata kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambaye mtu akisoma, mimi nakumbuka hizi vitabu tulipeleka pahali nyingi sana Kenya hii. Tukazipeleka pahali kuna mtu anakupigia simu anakuambia mimi nimeshaingia dini. Nilisoma ile kitabu yenu. Wapi? Mtu anakuambia yako Lodwa, mtu mwingine anakuambia sijui yako Mombasa, mwingine anakuambia sijui yako Western. So imefanya kazi kubwa sana. Na pia wale vijana ambao wanajifunza mambo ya comparative, tunataka wote wapate pia hizi vitabu. Kwa sababu tunajaribu kila pahali kuwe na watu ambao wanafanya katika sehemu fulani na kuwa na watu yao. Kwa sababu tuko makabila tofauti. Tunaweka watu kila pahali at least waweze kujifunza na waweze kujua na waweze kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo hapa tunahitaji 400,000 ya Kenya. Kama vile walimu wangu wamesema ni 400,000 ya Kenya, na wewe unaweza toa vitabu hilo unaweza. Hujaambiwa utoe yote. Kuna Muislamu anaweza sema mimi nitatoa yote hata wacheni kushinda na watu wengine. Mimi naweza toa. Kama unaweza toa peke yako ni sawa. Ahlan wa sahlan. Kama unaweza kuona unaweza toa vitabu 200 ama 300 ama 400, yote ni sawa. Kwa hivyo tunangojea na inshallah sisi tunawaombea dua inshallah hata wale hawana Mwenyezi Mungu awape pesa wataweza kutoa siku nyingine. Kwa hivyo asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Mimi wananiita Salim, sijui wewe? Mimi ni Steve. Steve, asante. Muislamu, Kristo? Kristo. Asante sana. Weka swali ya leo tulisikie. Leo niko na tu swali 2-3 alafu niwaache. Hamna tatizo. Atatusaidia pia kwa kuelimisha watu. Swali ya kwanza. Nataka unisomee 19. 19:62. 62 Qur'ani ama kitabu gani? Qur'an. Asante. Soto Maryam hiyo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hawatasikia humo upuzi ila maneno ya salama. Watapata humo riziki yao asubuhi na jioni. Niendelee? Umesoma? 62. Nimesema 19:62. Rudia.
hawatasikia humo upuuzi ila maneno ya salama, na watapata humo riziki yao asubuhi na jioni. Mzungumzaji hapo ni nani? Qur'ani mzungumzaji ni Mwenyezi Mungu. Inakuja na malaika Jibril anampatia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni habari za peponi wanazoelezwa. So mzungumzaji hapo ni Allah. Mwenyezi Mungu ndio mzungumzaji katika Qur'ani, inaletwa na malaika Jibril kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatuelezea sasa. Soma 64 sasa niulize swali. Enda 64. Inasema mtume alimtaka Jibril awe anamjia mara kwa mara, basi akamwambia, wala hatuteremki ila kwa amri ya Mola wako. Anayajua yaliyoko mbele yetu na yaliyomo nyuma yetu na yaliyomo katikati ya hayo, na Mola wako si mwenye kusahau. Kwanza maneno ya mambo ya Jibril hayuko katika Kiarabu, iko katika brackets. Sasa sijajua umerudia ile mambo yako unarudianga, na leo utatufanyia favor kwa sababu utakuwa ukitusomea kwa Kiarabu na utatusomea kwa ya bracket. Tusomee kwa Kiarabu. Tusomee hii. Si Kiarabu iko hapa kwani? Kwani kuna Kiarabu mara 3? Si ndio hii? Sasa hoja yako ni gani unataka? Nataka kujua. Hata tusome. Na niko na Kiingereza. Tena sio Kiarabu, imekuwa Kiingereza. Ile Kiingereza na Kiarabu bado. Sasa nasoma hoja yako ni gani haswa? Nasoma Kiarabu nijibu. Haya. Kwa sababu mzungumzaji hapo umeniambia ni Allah. Nataka kujua kama Allah anateremka. Allah anateremka. Si hapo Allah anateremka. Mwalimu anasema hivi. Hata tusome Qur'ani, anasema ni Mwenyezi Mungu. Hata tusome kuteremsha Qur'ani, akapewa Qur'ani kuteremsha malaika Jibril, ndio akaja kuiteremsha. Malaika Jibril haiko kwa 64. Ni sasa malaika ndio anazungumziwa. Malaika ndio anakusudiwa, ndio anazungumziwa. Huyu mfasirina anakuwekea wepesi kwa sababu ni msomi. Sasa sijui hoja yako haswa ni gani? Hoja yako ni gani haswa? Nataka kujua mbona Allah anateremka kwa sababu 64 ni yeye bado anaongea. Mzungumzaji a change. Sio Allah ndiye anateremka. Mtume alikuwa anahitaji Jibril awe anamteremkia mara kwa mara kwa sababu Jibril ndiye analeta ujumbe. Sio Mwenyezi Mungu analeta ujumbe. Kwa Kiarabu haiko, malaika ya Jibril haiko. Unatakaje yani? Haswa hoja yako ni gani? Allah mbona anateremka? Iko wapi yeye anasema ni Allah? Iko wapi? Hebu tusomee. Hebu tusomee. Ili kufunza Mkristo ni kazi. Ni kazi. Ni kazi kweli. Allah atupe subra. This is the paradise which we grant as a heritage and to such of our servants as are conscious of us. Hiyo ni Allah anaongea. Ikiteremka, and we do not descend again and again other than by the sustainers command, and to him belongs all that lies open before us and all that is hidden from us and all that is in between, and never does the sustainer forget. Hapo malaika yuko hapo bado Allah. Wapi imesema Allah? Labda kaka, hata sijaongea sana, labda uwe hujaisoma hata Kizungu. Anasema we do not ascend or descend without the command. So na Mungu hachukui command. So anayesema anachukua command lazima awe ni mdogo kumliko Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu hachukui command kwa kufanya mambo yake. Allah anafanya anavyotaka, lakini anayechukua command ni kiumbe. Na ndio mfasirina akakuwekea wepesi akakwambia ni malaika Jibril, hateremki isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. So I don't see any argument you are bringing there, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye hachukui command kwa yeyote. Anapofanya jambo anafanya anavyotaka. So anayechukua command ni malaika Jibril, anayechukua command ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi viumbe ndio tunachukua command. Mwenyezi Mungu hachukui command kwa yeyote, anafanya anavyotaka. Sasa hoja yako haswa ni gani? Manake sijakupata point yako. Hapa verse 64 ni nani anaongea? Si tumeelezwa, rudia. Tena tumeelezwa vizuri. Si nimekujibuje na imeandikwa rudia 64 hapo? Mtume alimtaka Jibril
Haya yanamjia mara kwa mara. Sasa Mwenyezi Mungu anatueleza matamanio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alitamani Jibril amjie mara kwa mara. Teremka. Basi akamwambia, Basi malaika Jibril akamwambia, wala hatuteremki bila ila kwa amri ya Mola wako. sikiza, anamwambia sisi malaika hatuteremki isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu malaika afanye anavyotaka. Malaika ni yule anayekaa chini ya sheria ya Mwenyezi Mungu. So malaika anapokuja lazima awe amepewa idhini na Mwenyezi Mungu. So malaika ako na limitation. So hakuji hivi anavyotaka duniani, hapana. Ile amri kuna jina la Mwenyezi Mungu. Lazima apewe amri ndio ambiwe nenda kwa fulani mwambie kadha wa kadha, ndio anakuja. So malaika hawezi kujiambia akasema nakuja leo nimwambie huyu hivi, hapana. Malaika anafuata amri. Sasa hoja yako ni gani haswa ambao uko nayo, ama swali lingine? Maana naona swali lingine. Naam baba. Mbingu na ardhi ziliumbwa siku ngapi? Mbingu na ardhi ziliumbwa siku ngapi? Labda utuelezee. Sisi sana niwe nauliza. Mbingu na ardhi. Ziliumbwa siku ngapi? Sijui, labda unielezee. Haiko kwa Qur'an. Labda unielezee. Ni swali nauliza tu. Haiko kwa Qur'an. Wewe unajua ujui? Sijui, nataka uniambie. Niambie. Mbingu na ardhi ziliumbwa siku ngapi? Hiyo aya umeipata? Unaijua, sema tu. Iko kwa hadithi. Hiyo aya imenitoka. Mbingu na ardhi imeumbwa siku ngapi? Nauliza. Imenitoka, ndio nimekuambia imenitoka, labda nikiwaangalia nitaipata. Ndio narudi katika nini yangu. Iko kwa Qur'an. Nadhania nitaangalia. Una swali lingine? Swali nyingine ndio hii anaulizia. Umeipata Haya. 20 ngapi? 32:9. Haya, 32:9 Nilikuwa naangalia. Soma baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, naam, mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Sema, mnamkanusha yule Mwenyezi Mungu aliyeumba ardhi katika siku 2 tu, na mnampa washirika. Huyu ndiye Mola wa ulimwengu wote. Asante. Mshirika huyo ametoka wapi? Na akaweka humo milima juu yake. Asante. Ya uso wake. Na akabarikia humo na akakadiria humo chakula chake. Asante. Cha kuwatosha. Asante. Watakaokaa humo. Asante. Ameyafanya haya katika siku 4. Asante. Yani mida 4. Haya ni sawa kabisa kwa hao wanaouliza mambo wataka kuyajua. Asante. Tunaambiwa kwanza hii ni ardhi tumetabiwa imeumbwa kwa siku 2. Lakini kuna aya nyingine tunaambiwa ardhi na bingu zilikuwa zimeshikana. Kisha Mwenyezi Mungu akazitawanyisha. Zilikuwa zimeshikana, Mwenyezi Mungu akazitawanyisha. Ndio maana akakwambia zimeumbwa kwa siku 2 na ardhi, kwa sababu zilikuwa zimeambatana zikatoanishwa. 21 mwalimu wangu. Kidogo tu. 21:31. Niangalie pole pole. Na kupata the exact day. Yaani 2 tumeambiwa. Mbingu na ardhi 2. Imeumbwa kwa siku 2. Sikiza inasemaje? Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Je, hawakuona wale waliokufuru ya kwamba mbingu na ardhi vilikuwa vimeambatana? Yaani zilikuwa zimeambatana, maana yake zimeshikana, kisha tukaviambua, kisha Mwenyezi Mungu akaziachanisha. Yaani tukavipambanua na kufanya kwa maji kila kitu kilicho ni hai. Asante sana. Ndio zilikuwa zimeshikana kisha zikaambanuanishwa, yani ikatoanishwa kwa siku 2. Kwa hivyo mbingu na ardhi zimeumbwa kwa siku 2. Zote in total moja. Sasa zilikuwa zimeshikanisha. Manake zilikuwa zimeshikana ikatolewa ikanini, tumeambiwa ni siku 2. Na zilikuwa zimeshikana. Zikatoanishwa. Zikiachanishwa zinakuwa mbingu na ardhi. Siku ngapi? Siku 2. Moja. 754 Qur'an. 754 Qur'an. 754. 54.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakika Mola wenu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi kwa siku 6, kisha katawala juu ya arshi yake. Hufunika usiku kwa mchana, hufuatia upesi upesi, na hufunika mchana kwa usiku, hufuatia upesi upesi. So ni gani, ni 6 ama ni 2? Qur'an hapo imesema aliyeziumba mbingu na ardhi kwa siku 6. Hapo mwanzoni mkaniambia mbingu na ardhi zimeumba siku 2. So is it 6 or 2? Aya iliyopita imesema mbingu. Hebu usikiliza aya. Acha sio kupenda kwake. Najua ni saa kuelewa. Basi pale mwanzo umeniambia siku 2. Ndio unajua kile unachouliza sio kile ambacho unachojibu, ni vitu mbili tofauti. Sikiza aya ya kwanza inaeleza kuhusiana na nini, na hii unayoitoa inaelezea kuhusiana na nini. Alafu utanipatia ni saa kuelewa kitambo. Utanipatia exact number. Haina shida. Hoja yako mbona ndogo tu. Rudia pale. Pole pole tumalizane naye. Ni sura chapter Sajida, suratul Sajida. Naam. Teremka hizo nyanja. Na kujua the exact date. Umeona? 41. Sikiliza kwa makini. 41:9 kuanzia 9. Usikilize vizuri. Sema, mnamkanusha yule Mwenyezi Mungu aliyeumba ardhi katika siku 2 tu. Sikiliza. Siku 2 tu. Na mnampa washirika. Huyu ndiye Mola wa ulimwengu wote. Mshirika huyo ametoka wapi? Na akaweka humo milima juu yake ya uso wake, na akabarikia humo, na akakadiria humo chakula chake cha kuwatosha watakaokaa humo. Ameyafanya haya katika siku 4. Siku 2, 4. Ngoja pole tu ndio nataka. Siku 6. Sasa ikiwa complete ndio inakuwa siku 6. Sasa ile unayotoa aya ya 7:54 ni ikiwa complete ndio siku 6. Hapa unaelezewa ilipoanza kuanzwa moja. Sijui shule ndio mahesabu haikuingiana. Swali yangu ilikuwa mbingu na ardhi, si ardhi peke yake. Sivyo nimeuliza sasa. Sijui nitakurudia mara ngapi. Umeambiwa ardhi imeumbwa kwa siku 2. Hata turudie tena sasa. Hebu rudia mara ya mwisho tuende kwa swali nyingine. Hatuwezi buy time kwani hapa tu umesoma hapa alafu tarudi huko. Sema, mnamkanusha yule Mwenyezi Mungu aliyeumba ardhi katika siku 2 tu. Tulia, na ndio nikamueleza ardhi na mbingu zilikuwa zimeshikana, na nikakutolea aya ikabambauliwa. Unaambiwa hiyo nini yote Mwenyezi Mungu amesema ameifanya kwa siku 2. Teremka baba. Kidogo Salim, ardhi imeumba siku ngapi? Siku 2. Nataka tuelewane before tusome. Mwalimu amesema ardhi na zilikuwa zimeshikana. Na nimekutolea aya zilikuwa kitu moja ikaachanishwa, ndio unaambiwa ardhi imeumbwa kwa siku 2. So zilikuwa zimeshikana na bingu imeumbwa kwa siku 2. Malizia. Aliumba ardhi katika siku 2 tu. Na mnampa shirika. Huyu ndiye Mola wa ulimwengu wote. Mshirika huyo ametoka wapi? Na akaweka humo milima juu yake. Sasa unaambiwa zikawekwa milima, zikawekwa nini, kila kitu juu ya uso wake. Na akabarikia humo, na akakadiria humo chakula chake cha kuwatosha watakaokaa humo. Ameyafanya haya katika siku 4. Akafanya kwa siku 4. Sasa ndio naambiwa ndio ile aya ikakueleza Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi kwa nyakati 6. Maana yake unaelezwa sasa hesabu yake ikiwa complete. Sio kama kuelewa ndio unaelewa. Sema bismi. Malizia haya, soma 11 na 12. Haya 11 na 12 nataka. Before cha kuwatosha kidogo tu. Hapo kwa verse 10. So kila kitu tayari imeumbwa sasa ama? Kila kitu imeumbwa. Umeelezwa zile vitu ambao zimewekwa milima, zimetajwa zile vitu vimewekwa. Za milima na nini imetajwa baba?
hapa vimetajwa, kinatajwa Vimoja vimoja, sio zote zimewekwa, hapana. Ziko hapa duniani. Hapa ardhini. Sijui understanding yako iko namna gani. Ama mimi mwenyewe nisome. Si kwani tusio tunasoma Kiswahili? Kwani umesikiaje wewe? Ama unasikianga lugha gani? Hapa zinaongelelea ardhi. Hapa hakuna mbingu. Mwalimu amesema vizuri, akasema kutajwa ardhi peke yake. Sasa ni kwamba ilikuwa imeshikana, ilikuwa kitu kimoja. Na nimemtolea aya ilikuwa imeshikana. Hebu mwalimu kwanza tufika aya ya chini usikie vile alivyofanya Mwenyezi Mungu. Teremka chini tumalize tuende kwa katika siku 4, yani mida 4. Asante. Haya ni sawa kabisa na hao wanaouliza mambo wataka kuyajua. Asante. Kisha akazielekea bingu na zilikuwa moshi. Basi akaziambia bingu na ardhi, njooni mkipenda msipende. Vyote viwili vikasema, tumekuja hali ya kuwa wenye utiifu. Vyote viwili Akavita vyote viwili. Malizia. Anaendelea kusema, basi akazifanya bingu 7 katika siku 2, na kila uwingu akaufunulia kazi yake. Asante. Na tumeupamba wingu wa karibu yenu huu kwa mataa ya kuulinda. Hiki ndicho kipimo cha mwenye nguvu, mwenye kujua. Asante. Shida yako gani haswa? Mbingu zimefanya siku ngapi? Atashinda hapo, hiyo naona. Zimefanya siku ngapi mbingu? Enda ufanye research. Nitafanya research na kuambia ilifanywa siku ngapi, because ta waste time kubwa. Brother, nikusalimie. Itakuwa tuna waste. Nikusalimie brother. Kusalimie. Karibu baba. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Elvis. Elvis, Muislamu Kristo? Kristo. Mkristo. Mimi Muislamu, alhamdulillah, nashukuru. Swali gani ungependa kuwauliza Waislamu? Swali ni kwamba kama sisi kwa Ukristo Wakristo wana believe kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na nyinyi Isa mkimwangalia katika Qur'ani takatifu mnamchukulia kama nani? Tunamchukulia venye ameandikwa ndani ya Qur'an 3:45 Qur'an. Sikiza vitu. Inasema mwalimu wangu. Naam. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Kumbukeni uliposema malaika, Mariamu, hakika Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila mume. Asante. Bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake la kukwambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Asante. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam, mwenye heshima katika dunia na akhera. Asante. Na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Asante. Naye atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utu uzima wake. Asante. Na atakuwa katika watu wema kabisa. Asante. Mariamu akasema, Mola wangu, nitapataje mtoto hali ya mtu yote akunigusa? Asante. Akasema Mola wake, ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu huumba anavyopenda. Anapohukumu jambo huliambia kuwa, basi likawa. Asante. Na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu ya kujua Taurati na Injili. Asante. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Tunamjua ni mtoto aliyezaliwa kwa njia ya miujiza, maanake hakuwa na baba lakini yuko na mama. Kila mwanadamu amezaliwa kwa njia ya miujiza, kwa sababu wewe ulikuwa ni maji yaliyotoka kwa mama na baba. Hata mimi wasomi katika biology wanasema 23 chromosome na 23 chromosome. Maji ilipopatikana ikapatikana binadamu. Muujiza mkubwa sana. Maji hata ikimwagwa hapa uwezi hata itamani, lakini Mungu akafanya muujiza ikawa binadamu. Naona kisha Mungu alifanya muujiza mchanga ikawa binadamu. So tunajua yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini ni mtoto wa Maryam, ndio anaitwa ni Isa ibn Maryam, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni muumbaji, sio mzazi, hazai. Wanaozaa ni viumbe, na ndio unaona wanazeeka wanakufa, kwa sababu wale viumbe wengine nao wanakuja wanazaana hivyo hivyo paka yaumul saa, paka siku ya kiyama. So sisi katika imani yetu tuliyofundishwa hatuamini Mungu anazaa, kwa sababu Mungu akizaa na sisi tunazaa itakuwa ni kama tuna competition na Mungu ya watoto. Kwa saa hii niko na watoto 9, Mungu awe na mtoto mmoja.
takuwa nimempiga dafarao. Unaona? Lakini Mungu ni kuumba, anaumba, na ndio unaona hakuna mwanadamu naye ana uwezo wa kuumba. Sisi ni wazazi. So tuna imani kuwa yeye na namna ilivyo ni mtoto wa Mariamu, si wa Mungu. Sasa umesema vizuri, tukirudi sasa, umejua katika dini pia ukiangalia vizuri, ukiangalia Qurani, uangalie Biblia, yote imebeba ile historia kulingana na dini hiyo. Kama Qurani inatupea historia ya Kiislamu na hiyo imani yake na funzo zake, similar to the Bible. Na tumeona kwamba both books, ukiangalia Biblia inasema kwamba Jesus Christ alikuwa conceived through the power of the Holy Spirit. Tuseme haya vile Na ufafanue, ukisema through the power of Holy Spirit ni nini hiyo unayozungumzia? Sisi tunajua amepatikana kwa uwezo wa Mungu, uwezo wa Mwenyezi Mungu. So kuna kitu umeingiza through the power of Holy Spirit. Unatueleza hiyo Holy Spirit nini? Sisi tunaamini amepatikana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sijui kama ndio imani yenu. Sawa, tuseme hakuzaliwa na baba. Baba hazai kwanza, ujue vizuri kaka. Ukiturudisha kwa Kiswahili, baba hazai, baba ni mbegu ana produce, na mama ndio anaenda kuzaa kwa sababu ndio anajifungua. Sijui kama Kiswahili yako au huku nini vizuri. Baba anapeana mbegu, anayejifungua ni mwanamke. So Yesu alizaliwa kama mimi kwa sababu alikaa kwa tumbo na mimi nilikaa kwa tumbo. Akatokea sehemu ambao watoto wanatokea na ndio alitokea. Akanyonya, akalelewa, akatairi, mimi nimetairi. Unaona? So amepitia the process ambao wanadamu wanapitia. So I don't need na alipatikana kwa uwezo wa Mungu, na mimi nilipatikana kwa uwezo wa Mungu kwa sababu sikuzaliwa wakati wa 1990s huko, na sio mimi niliandika barua, ni Mungu aliweza kwa uwezo wake nizaliwa katika hii zama. Wewe ungezaliwa wakati wa Ibrahimu au kuzaliwa wakati huo. Ni uwezo wa Mungu ambaye hakuwa anataka uzaliwa wakati huo, alikuwa anataka uzaliwa wakati gani? Wakati huu. Na uliandika barua uzaliwa kwa hiyo family unakuanga? Hapana. Nani alifanya uzaliwa huko? Wazazi. Ati wazazi. Unaona, hii ndio kitu ambao Wakristo wamfunzi. Wazazi hata wajuangi watapata mtoto wa aina gani. Anayejua calculation yote ni Mungu. So Mungu ndiye alikupeana kwa ile family. Sio wazazi. Wazazi wao hata labda walikuwa wanataka msichana, akaja kijana. Wewe sio mzazi. Hata kuna wazazi saa hii wanalalamika, wanataka msichana, wanazaa, akigonga kijana, akienda kijana, anasema Mungu jalie sasa tupate msichana. Kwa sababu sio kupenda kwake, anayepeana watoto ni Mungu, na Mungu anapeana anavyotaka. 42-49 Qur'an. Haya ndio wamfunzi za nyingi sana. Nyinyi mnadhani ati wazazi ndio wanataka mtoto wazae? Yaani wewe uliandika barua uzaliwe na wazazi wako huko kwenu? Ni kujipata, umejipata pale. Hata kabila hakuna, na ndio unaona tunakatazwa kutukanana kwa kabila kwa sababu hakuna mtu aliandika barua azaliwe kwa kabila fulani, alijipata tu. Sikiza inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu. Asante. Anaumba apendavyo. Yani Mungu anaumba apendavyo. You cannot question God. Anampa mtakaye watoto wa kike. Na anampa mtakaye watoto wa kiume. Au wachanganya watoto wa kiume na wa kike kwa mtu mmoja. Na humfanya tasa mtakaye. Unasikia? Mungu ndiye anapeana watoto. Lakini kwa Mungu si ati kumewekwa watoto kwa laini ati amezaa, hapana. Ndio imeanza Mwenyezi Mungu anaumba apendavyo. So Mungu anaumba watoto kisha anampatia mtakaye. Alipotaka Mariamu akampatia mtoto wa kiume. Alipotaka babangu na mamangu wakapewa mtoto wa kiume. Kwa sababu Mungu anapeana anavyotaka. Na kuna wengine walinyimwa ni tasa. Hata wazazi wa Mariamu wako wanataka mwanamke. Walikuwa wanataka kijana. Wakapata Mariamu. So Mungu anafanya anavyotaka, na ndio wewe labda ukazaliwa, labda ni Murunje ama ni Msapere, wewe hujaandika barua uzaliwa ukiwa hiyo kabila. Aliyofanya hivyo ni Mungu. Sasa wewe umejipata pale. Sasa lazima ufanye namna Mwenyezi Mungu anavyotaka. So kwa hivyo mnasema Yesu hakuwa na baba. Hakuwa na baba. Alikuwa na mama ambao ni Mariam. Na Mungu anaumba anavyotaka.
So huwezi sema ni mtoto wa Mungu, ni kiumbe cha Mungu. Sisi Waislamu tunasema ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu anaumba anavyotaka. Ni kama malaika. Malaika hawana baba wala hawana mama, lakini Mungu aliwaumba. Unaona? Hata Adamu hana baba wala hana mama na Mungu alimuumba akamtoa kwa mchanga. Hakuna binadamu mwingine ametoka kwa mchanga kama Adam na Hawa. Wametolewa kwa mchanga chwa na wakachomoka. Lakini sisi tunatoka kwa maji, maji ya baba na mama. Yakija Mungu anafanya miujiza yake inakuwa mtoto. Kwa sababu mnaweza lala hata mwaka mzima, miaka 3 upati mtoto. Kwa sababu Mungu bado hajasema kun fayakun. Sawa. Haya, njika swali lingine. Unaenda wapi kaka? Tulia hapa. Kwenda. Ndio unaenda ukifunguka sasa ungeingia ujue Muhammad ndio mtume wako. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Hisham. Naitwa Hisham Rajab Suku. Muislamu mashaallah. Mzee wangu nimemwona hapa amekuja mara nyingi lakini anakaa angalia sasa. Anakaanga nje. Nimemuona karibu siku 3 sasa. Anakuja anatulia tu. Asikiza mambo anameza pole pole tu. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Lucas. Lucas, Muislamu, Mkristo ama dini gani? Mkristo. Asante sana. Umetoka kanisani leo? Leo sijaingia. Leo hujaenda kanisa? Sijaenda bado. Wanaume wengi najua waendangi kanisa siku hizi wamekata hiyo mambo. Una swali ungependa amesema hajaenda, hayuko mbali. Una swali ungependa kuuliza? Nilikuwa nataka niulizie penye huyo alikuwa anasema. Huyo tumemaliza yake. Tusirudi kwake aone kama tunamsengenya. Hapana, wewe uliza yako ambao umekuja nayo. Acha na yake. Si uko hapa amesimama kama na nyingine atarudi. Ni sawa. Wasema Yesu hakuwa na baba. Kulingana na vitabu hana baba. Hapo ndio nilikuwa nataka kuuliza. Hakuwa na baba na Yosefu alikuwa nani? Kulingana na Waislamu hatusemi Yesu alikuwa analelewa na Yosefu, lakini kulingana na Biblia wanasema alikuwa na Yosefu, alikuwa ni baba mlezi. Namna wanavyoeleza. Wanasema Mariamu alikuwa ameposwa na mtu anaitwa Yusufu kabla hawajaingiliana akapatikana na mimba. Yusufu alitaka kumwacha akaambiwa asimwache. So alikuwa ni baba mlezi. Na Biblia inasema Mariamu alizaa watoto wengine. Naona so maana yake walilala na Yusufu wakazaa watoto wengine. Qur'ani inakatana na jambo hiyo. Inasema Mariamu alipozaa Nabii Isa ibn Maryam hakuzaa watoto wengine duniani. Alifariki wala hakuwahi pata mtoto mwingine wala hakuolewa kulingana na Uislamu na masomo niliyosoma machache katika madarasa. Kuna mandugu ya Yesu 6 labda hujai wajua kwa Biblia ambao walizaliwa na Mariamu sasa. Hapana vizuri baada ya kupata Yesu. Alafu kuna wale ambao wali nini nao sikiza. Inasema mwalimu wangu. Huyu si yule seremala? Mwana wa Mariamu. Na ndugu zao na ndugu zake Yakobo, Yose, Yuda na Simeoni na maumbu yake. Wachana na maumbu. So wanasema huyu Yusufu wakati walikaa na Maryam baada ya Yesu kuzaliwa. Kwa sababu Yesu sasa huyu atakuwa ni baba mlezi kulingana na Biblia namna inavyoeleza, sawa? So ndio wakasema kuna watoto wengine waliopatikana ambao ni mandugu wa Yesu. Pada vizuri, ambao ni mama moja lakini sio baba moja. Pada vizuri Napata. Sasa naulizaje? Naam. Kidini yenu Kiislamu sasa. Kiislamu. Naam. Hamwezi muoa msichana mwenye amezaa nje ama amepata mtoto nje? Msichana ambaye amepata mtoto nje ya ndoa anauliza kama tunaweza muoa. Msichana akizaa nje ya ndoa anaweza kuolewa, lakini yule mtoto hawezi itanishwa na wewe. Elewe vizuri. Unajua afadhali nikwambie haki namna ilivyo. Wewe itakuwa ni baba tu unamlea ule mtoto, sawa? Lakini kama yuko na babake ni haki alelewe na babake. Sawa? Babake yule aliyemzalisha huyo dada, sawa? Sisi sio kama nyinyi. Unajua katika Wakristo wengi si wote, kuna wale mkikosana na bibi anatoroka na watoto wote alafu anaenda anaolewa na watoto wote. Sasa wewe baba unabaki una watoto. Hiyo ni makosa. Tunaambiwa waitanisheni watoto wenu, watoto waitanishwe na baba zao. Sawa? So mwanamke ukioa wewe azae na wewe watoto 3 wanafaa waitanishwe na wewe, sawa? Mkikosana umpatie talaka, inafaa wale watoto akuachie wewe. Kwa sababu wewe ndio umezaa naye. Mimi nikimuoa, nitamuoa nizae naye watoto wengine ambao wataitanishwa na mimi.
Are you getting the point? Lakini ule mama ana haki kuja kuona hawa watoto wake, hajakatazwa na mtu, na hawa watoto wake niko nao. Unaelewa vizuri eh? Lakini sio abebe watoto wote tena aniletee. Wewe ubaki bila watoto wakati ulizaa. Ni dhuluma wanawafanyia nyinyi wanaume. Hata kama ulimzalisha na hujamuoa pia. Hawezi kuitenishwa na wewe. Hawezi kama kulipa. Kwa sababu sasa ile ilikuwa mmefanya mambo ya zinaa. Na ndio unaona katika Uislamu zinaa inawekwa ni jambo kubwa kabisa kwa sababu ni uchafu. Unampata vizuri eh? So inafaa ukiona binti amekupendeza, nenda kwa wazazi wake, omba ruhusa, patiwa binti, kuja, endeleeni na mambo yenu. Kwa sababu mtafungishwa nikaa. Pata vizuri eh? Inakuwa ni kitu kinachojulikana. Hata wewe saa hii hauwezi kupenda msichana yako uliyezaa, ukalea, ukasomesha. Mimi nikuje nimchukue niende nizalishe watoto 3, alafu ndio nimwambie tu kwenyu kulikuwa wapi Kakamega? Hebu tuende ati nikuje nikwambie mimi ndio nilichukua msichana wakati nimeweka watoto 3. Wewe unafurahi? Sifurahi. Si afadhali wakati amemuona akuje kwanza kwako. Hata dada yako mwenyewe. Ni sawa, lakini lugha ya kusema eti baba mlezi, hapo naona ni kama sio, ni lugha chafu. Sio lugha. Ukiwa na mtoto, mama ulimwoa mama mwenye ako na mtoto, alafu unaitwa baba mlezi, sio babao mtoto. Sasa sijajua unataka uitwe aje. Wewe sio baba mzazi, baba mlezi. Kwa sababu hata ikija DNA haiwezi toka yako. Wewe ni mlezi, maana yake unamlelea. Sio mzazi. Mzazi ni yule aliyelala naye akapatikana yule mtoto. Hivi Kiswahili kigumu ama watu waelewi? Yaani wewe umepata, kwa mfano, umepata mwanamke ako na mtoto, sawa eh? Ukamchukua. Yule mtoto utamlea, wewe utasema ni kama wako, utamlea, lakini kiukweli si mtoto wako. Kwa hivyo inafaa hata kama ako na watoto aache penye alisalia, akuje yeye mwenyewe. Hiyo ndio haki, aache kwa ule bwana. Kama ule bwana ni yuko, anafaa asinyang'anywe, kwa sababu ukinyang'anya yule bwana umemnyang'anya haki yake ule bwana. Ni damu ya ule bwana. Sasa wewe unaona mzee ako huku anatembea tu, ukimuuliza iliendaje, ati mama alienda na watoto wote. Kumbe mzee aling'ang'ana na watoto, alafu wewe nawe unaenda unachukua watoto wote unasema ni wangu, wakati ni wa ule mzee. Ule mzee unamdhulumu. Maana ni watoto wake alizaa. Wewe tafuta wako zaa. Wewe hujakatazwa kumuoa, kama kuna sheria mfuate sheria umuoe, lakini wewe zaa naye watoto wako ambao damu yako. Ni sawa. Kitu ningependa kuuliza tena, mbona Wakristo na Waislamu wapingana? Wanapingania nini? Lakini saa zingine huwa naona zile vitu wanafanya ni hata kama hii tuseme Muhammad na Yesu ni jina tu ndio wanaita tofauti, lakini ni vitu sawa. Mbona wapingana? Wala sijaona Waislamu na Wakristo wakipingana, hapana. Mimi sijaiona hiyo. Ile kitu tunafanya, tunaelimishana. Kwa mfano saa hii mnaelekea kitu inaitwa Krismasi ambao ni Disemba. Tunawaelimisha Wakristo kuambia hiyo kitu hakuna, ni mwizi aliachiliwa kutoka gerezani, sio Yesu alizaliwa. So tunawaambia the fact remain iko hivi. So tunawaambia ile ukweli iliyoko, na wewe enda ufanye research. Krismasi mwizi aliachiliwa kutoka gerezani. So tunawaambia the fact, na ndugu yako unayempenda muambie ukweli. So tunawaambia ukweli, sio kubishana. Sasa tukikwambia hivyo hatujakosea, tunakwambia wewe unaenda kusherekea mwizi kuachiliwa gerezani, sio Yesu kuzaliwa. Yesu hajazaliwa Krismasi 25th. Hiyo ni story ilikaa chini, ikafanyiwa ukarabati, ndio watu wakaletewa ya uongo. 51, 52, 31 Yeremia. Sasa sisi hatubishani, tunaelimishana. Tunawaelimisha pia kwenda kwa choo na maji, kwa sababu kwenda kwa choo na maji ni usafi wa mwili wa nje. Sasa nyinyi mnang'ang'ania tisho. Tunawaambia tisho imalizi uchafu. Na zitafungwa. Siku moja itakuja labda tisho ipigwe banning, ibaniwe hapa Kenya, kwa sababu tulikuwa na nylon ikabaniwa. Sasa tisho ikibaniwa mtafanyaje? So tunawaelimisha. Tunaelimisha ingine, tunawaambia Mungu ni mmoja. Huyu Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Maana yake mkubali Mungu mmoja peke yake. Tunaelimishana. Tunawaelimisha wanaume wa Kikristo, wacheni kuweka mpango ya kando, oeni wake wawili kama mna uwezo. Sasa tunakosea wapi? Badala ya kuweka mpango ya kando, ya kazi gani? Tunawaambia oeni wawili kama mna uwezo, kama hamna uwezo baki na mmoja, lakini msiweke mpango ya kando kwa sababu kuna ukimwi. Sasa tunaelimisha tu. Kakangu, sikiza kama hii ya Krismasi. Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Hata ikawa katika mwaka 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakini mfalme wa Yuda,
katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi Evil Merodaki mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza kuhamishwa kwake. Sikiza, mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi. Nini kilichotukia? Akamuinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda. Akamtoa gerezani. Kumbe ni mtu alitolewa gerezani. Wewe unasherekea ukiwa Kenya, hakuhusu. Wewe unafaa usherekee Masujade, ndio inakuhusu. Haikuhusu Krismasi. Sasa tunakueleza ukweli mahali ulipo, sio kubishana. Kwanza sisi Waislamu tumekatazwa kubishana. 29 Sura An-Kabut 46. Yaani Muislamu akibishana dhambi anapata. Maneno ya Mwenyezi Mungu, tumekatazwa mambo ya mabishano isipokuwa kwa kuelimishana. That's why unaona mtu akiingiza ubishi huwa anamuondokea kwa sababu nataka tuelimishane. Na nyinyi nasikianga mkituona mnasema nyie Waislamu mnakula miraa sana. Naona, na tunawaambia miraa pia imekatazwa. Naona kwa sababu inaingia katika kategoria ya ulevi. Para uzuri so anayekula anafanya makosa. Para uzuri maana hamna kuficha chochote na kueleza ukweli ulipo. Para uzuri sikiza habari. Ngapi baba? Nasikia kuna kaka saa kubali kuwa Muislamu. Kaka wanakuita nani? Romanos Obingo. Romanos Obingo. Romanos Obingo. Romanos. Romanos nayo ni nini? Unataka kuwa Muislamu? Ndio. Asante sana. Je, kuna mtu amekuambia usipokuwa Muislamu labda hatakubali umuoe ama unakuwa Muislamu kwa kutaka kwako? Nakuwa Muislamu kwa kutaka kwangu. Asante sana. Inua kidole hivi. Sema bismi. Bismi. Lahi. Lahi. Rahman. Rahman. Rahim. Rahim. Ashhadu. Ashhadu. An. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulu. Lahi. Sema nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Bila kulazimishwa na mtu. Kuwa Muislamu. Sema nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nakiri na kuamini. Basi kwa hayo maneno machache usakuwa Muislamu kakangu. Sasa wewe ni ndugu yetu katika Uislamu. Waislamu wote ni ndugu. Yaani maadamu unamuona Muislamu. Na ndio unaona Waislamu watu wanashangaa. Waislamu hapa Kenya tunasema Gaza wapatiwe haki yao. Wanashangaa kwa sababu wa Gaza kuna Waislamu pale wanaumia. Kwa sababu Muislamu yoyote akipatikana sehemu yoyote ndugu yetu tunafiri ile uchungu. Pata vizuri, Waislamu tunakaa katika brotherhood, yani sisi wote ni mabrother na masister. Sawa Ungependa jina gani katika Uislamu? Majina kuna ya kujuana, kuna Muhammad, kuna Ibrahimu. Hii majina ukiitwa Ibrahimu tunajua Muislamu ndugu yetu, yani majina ya kujuana. Pata vizuri Kuna Muhammad, kuna Isa. Sisi tunampenda Yesu mpaka tunachukua jina yake, tunachukua Isa. Leo hauwezi kumuona Mkristo kama huyu akiitwa Yesu. Anakataa. Sisi tunachukua jina ya Muhammad, tunampenda Muhammad, tunachukua jina ya Isa, tunachukua jina ya Yusuf, tunachukua jina ya Zakaria, tunachukua jina ya Ibrahimu, Musa, Daud, unaona Suleiman. Ungependa jina gani? Ramadan. Ramadan. Mashaallah. Ramadhan Ramadan. Mashaallah Ramadhan. Mashaallah. Ramadhani ni mwezi ambao huwa tunafunga saumu. Tena ni miezi miongoni mwa miezi yenyewe. Unapata vizuri? So karibu sana katika Uislamu. Ongea na huyu kijana, anaitwa, usione ati ako na nywele nyeupe. Huyu ni kijana anaitwa Ali Sheikh. Ongea naye, uchukue namba za simu, tujue namna, na kusilimu ni free, hakuna membership card. Shika tu kofia yako, usiwe na wasiwasi. Mimi wananiita Salim. Ronaldo Mondi. Omondi ndo nje Islam leading Mabel. Adonje. Ndio. Asante sana. Uko tayari kuwa Muislamu Niko tayari. Asante, nyanyua kidole hivi. Hii kidole watu wanauliza, hii ni kidole ya shahada. Shahada, unakubali Mwenyezi Mungu ni mmoja. Sema bismi. Lahi. Rahman. Rahim.
ashhadu ashhadu an an la la ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan rasulullahi. rasulullahi. Sema nakiri kwa moyo Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah hakuzaa wala hakuzaliwa. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nakiri na kuamini. Kwa hayo maneno machache usakuwa Muislamu ndugu yetu. Maneno machache sana. Hamna mambo ya kukuweka sijui maji ama nini. Alhamdulillah kwa neema ya Uislamu. Na nafurahi sana kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa Mkristo. Leo nawahubiria na mnaingia katika Uislamu. Manake nilipokuwa Mkristo nilihubiriwa pia na mimi nikaingia katika Uislamu. Na mimi nikafanya juhudi ya kusoma. Kusoma ni wajibu wa kila Muislamu. Hata sasa mimi ni student bado naendelea kusoma. Yaani Uislamu ni wajibu kusoma kwa sababu elimu inatoa ujinga. Na elimu hautaambiwa ati twende hivi unaenda tu, hapana. Ukisoma unajua hivi naambiwa twende sio ukweli. Unaona eh? So ungependa jina gani katika Uislamu? Labda list me for them. Majina yako mengi sana. Kuna Muhammad, kuna Isa, kuna Yusuf, kuna Yahya, kuna Zakaria, kuna Yakub, kuna Suleiman, kuna Daud, kuna Ibrahim, kuna Isaac, kuna Ismail, kuna Hussein, kuna Abdul Karim, kuna Ali, kuna Omar, kuna Jibril, kuna muadhini wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaitwa Bilal, kuna Bilal. Unaona? So ungependa jina gani? Ismail. Mashaallah, mashaallah. Mtoto wa kwanza wa Nabii Ibrahimu alayhi salam, na babake alikuwa ni Muislamu na watoto wake walikuwa ni Waislamu. Allahu Akbar. Karibu sana katika Uislamu ndugu yangu. Msalimie huyu kijana anaitwa Ali, usimuone yale nyeupe tu. Kijana huyo barobaro huyo Gen Z. Teremka na aya. Nilikuwa namfunza huyu kaka kuhusiana, sisi haturuhusiwi kubishana, tunaruhusiwa mafundisho. Na ndio unaona mabishi yakiingia tunaondoka. 29 Surah Ankabut 46. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu. Tunaambiwa tusibishane na watu waliopewa kitabu kabla yetu. Ila kwa yale majadiliano yaliyo mazuri. Na majadiliano ndio unaona tunafanya majadiliano yaliyo mazuri, hatukutukani wala hatutukani dini yako. Unaona? Tunafanya majadiliano yaliyo mazuri. Ukiuliza tunakujibu. Sawa? So hatubishani, ile kitu tunafanya tunawaambia mambo ambayo mliwekewa mzigo mkawa mnafuata ambao si ya kweli. Para vizuri. Kisha kuna kitu mlidanganywa mno. Mkacholewa Mungu ni mweupe, mkacholewa malaika ni weupe, mkacholewa Yesu mweupe, Mariamu mweupe, lakini shetani mweusi kama mimi na wewe. Hiyo pia ilikuwa ni brainwash ya kiakili. Na nipata vizuri, walileta ili waweze kutukolonize, tukubali kuwa mzungu yuko karibu na Mungu. Mbona kwani wangechora Yesu mweusi angeitwa Yesu? Ya mwisho. Lete hiyo ya mwisho. Ya mwisho naulizaje? Makao makuu ya Waislamu iko Meka, au sio? Makao makuu ya Waislamu iko Maka, ni kweli, ni right unapata. Na pia tuna nyumba tatu ambao ni makao makuu ya Kiislamu. Nyumba ya kwanza iko Baitul Muqaddas Palestine, kuna Maka na kuna Madina. Hizi zote makao makuu ya Waislamu inapatikana. Maka ndio kigogo yenyewe kwa sababu ndio nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya ibada. Safiri. Na kwa Wakristo kama sijakosea nafikiri ni Yerusalemu. Sasa Ngoja tupeleke pole pole. Jerusalem, mimi ndio nauliza, sio hao. Hebu tulia. Haya, nimetulia kama maji ya mtungi. Sasa penye Yesu alikuwa, hata Wakristo wa zamani walikuwa na makao makuu, ilikuwa Yerusalemu, sio? Ama hapana? Ilikuwa wapi? Makao makuu ya Wakristo iko Rome, Vatican, Italy. Hiyo ni Wanakatoliki. Ya Wakatoliki. Na wewe ni gani? Hiyo sio dhehebu zangu. Wewe dhehebu yako ni gani? Mimi ni wa SDA. SDA iko America, Michigan. America.
makao makuu ya wa SDA Seventh Day Adventist Church iko Amerika. Mtu yoyote anaweza angalia makao makuu iko. Ukija kwa hawa Anglican iko Canterbury hapa Uingereza, London ndio iko huko. Ukikuja PCEA iko Scotland. Hakuna Salvation Army ni huko nini? Mike Booth ndio walianzisha hiyo. Hakuna kanisa ambao makao makuu yao iko Jerusalem. Jerusalem kuna msikiti unajulikana vizuri unaitwa Masjid Al-Aqsa na ndio unapiganiwa na Wayahudi. Waislamu ni wao, lakini Wayahudi wanataka wanakata, wanasema sehemu moja lazima waabudie. Vita wameiweka pale. Lakini pale kanisa uipati. Tena Wakristo katika Israeli ni 1.9%. Waislamu ni 18%. Wakristo wanatafutiwa ni 1.9%. Hata mahali kuna Wakristo angalau kidogo ni Palestine. Kuna Wakristo 6.5%. Na unaona Mkristo anasimama anasema nasimama na Israeli wakati hata Israeli hakuna Wakristo. Hata Wakristo huko wanafukuzwa. Wale Wayahudi hawataki Wakristo. Kitu ya ukweli nakwambia, wana desturi moja, wakiona Mkristo wanamtemea mate. Wale Wayahudi wale. Kwa sababu Judaism wana hiyo nini yao ya Judaism iko 76%. Ndio iko juu huko kwao. Juzi mwalimu wangu wamepitisha sheria ya kwamba ukisikika unataja Yesu kumtaja tu unafungwa miaka 2. Unasikia sasa huko? Pale ni pabaya. Kule unawekwa ndani miaka 40. Si unaona? Pale pabaya, lakini Waislamu wamo. Na ndio unaona wanajaribu kuwasukuma Waislamu tu. Nakuuliza hapo zamani. So kanisa yako ujue makao makuu ni Amerika, sio Israeli. Waislamu ama ilikuwa Wakristo? Hapo zamani ilikuwa Waislamu ndio walikuwa pale. Na ndio wako mpaka saa hii. Na mpaka kaburi ya Nabii Ibrahimu alayhi salam imejengwa, na sehemu iliyojengwa msikiti umeoccupy. Kaburi ya Nabii Ibrahimu alayhi salam iko ndani ya msikiti pale. Kwa sababu ilipojengwa msikiti haiko imepanuliwa sana. Wakati imepanuliwa iko pale. Fanya research utazipata hizi. Sasa mwenye alizaliwa huko alikuwa Muhammad ama alikuwa Yesu? Muhammad hajazaliwa huko. Muhammad amezaliwa Makkah. Yesu amezaliwa Jerusalem, na Yesu alikuwa ni Muislamu ndugu yetu pia. Kweli? Yule ni shehe bwana. Hapo umenipiga vita. Kwanza mamake ndio aletewa wahi na malaika, ameletewa akiwa ndani ya hiyo msikiti. 19 Qur'ani 16. Mamake mwenyewe alikuwa ndani ya msikiti. Tena kwa msikiti ukiingia kuna mara mbili. Misikiti ya saa hii kwa sababu kuna ile inaitwaje? Tunaitangaje, yani mambo yameenda juu vizuri, inajengwa ya gorofa, unapata wanawake wako juu, wanaume chini, au wanawake wako pande hii, wanaume pande hii. Lakini zamani ilikuwa inajengwa moja, inawekwa pasia ya kugawanyisha. Pasia, wanawake wanakuwa pande hii. Sikiza Mariamu alipoingia kwa hiyo msikiti alifanyaje? Antasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu mwalimu wangu. Safiri ba. Namtaje Mariam kitabuni humu. Asante. Alipojitenga na jamaa zake. Sikiza, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika karne ya 7 anaambiwa namtaje Mariam kitabuni humu, yani ndani ya Qur'ani atajwa Mariam binti Imran. Sikiza habari zake. Alipojitenga na jamaa zake. Akaenda mahali upande wa mashariki wa msikiti. Sikiza, Mariam alienda mahali upande wa mashariki wa msikiti. So Mariam alikuwa akienda kwa msikiti. Na ndio unaona wanawake wa Kiislamu kakara kukuru wanaenda msikitini pia. Kwa sababu Mariam alikuwa akienda msikitini tena. Sikiza habari iliyotokea. Na akaweka pasia kujikinga nao. Tena aliweka pasia kujikinga nao, kujikinga na wanaume, kwa sababu mwanamke akiingia anavuruta ile pasia, wanaume wanakuwa pande yao na wanawake pande yao. Wakati wa ibada kila mtu ana concentrate. Kwa sababu sisi tumeumbwa wanadamu. Yani wewe ukienda hapa na Aisha ako hapa na ni wakati wa ibada, shekhe bana, na umekula vizuri hii mudhokoi na nini, si mambo yataanza kunini. Na wewe unajua vizuri na una maradhi kwa mwili, si mambo yatachemka. Ndio unaona wanawake wanakuwa pande, kwa sababu ibada ni kitu sensitive, inataka uconcentrate. Pata vizuri na usidanganywe. Ati wewe umeokoka, mnasemanga umeokoka, ati wewe utamani wanawake. Nani alikwambia kuna mwanaume atamani? Ndio unaambiwa uinamisha hata macho chini, sio unafuatilia mizigo ya wenyewe unaangalia hivi. Unainamisha macho chini, ukiona mara moja wachana kufuatilia, wewe inamisha macho chini, enda safari zako. Lakini kuna mtu anafuatilia hivi mpaka anaanguka. Vyenye watu wanavaa vibaya. Alafu amekula hizi kuku ambayo ni za yatima. Kuku yatima, kuku ambaye hana baba wala mama. Hizi za shindano. Hana baba wala mama, ni yatima ule. Sio kama wale
kienyeji, wako na babake mamake. Sasa habari wewe. Inaendelea kusema. Hakika mimi naendelea kusema. Na kaweka pazia kujikinga nao. Tukampelekea muisha sheria yetu Jibril. Akajidhimirisha kwake kwa sura ya binadamu aliyekamili. Yani Jibril alikuja kwa sura ya binadamu aliyekamili, maanake kwa mfano wa mwanaume. Mariam akastuka, mwanaume anakujaje upande wa wanawake? Ndio akamwambia ondoka, nenda zako. So akiletewa ujumbe wa kupata mtoto, aliletewa ndani ya msikiti, namna tunavyoelezwa na Qur'an. So wote walikuwa ni Waislamu. Mungu hawezi kuwa mmoja alete dini mbili duniani. Huyo Mungu atakuwa anafanyia watu confusion. Na Mungu sio hawezi kufanya hivyo. Mungu njia yake ni moja. Anakuletea njia ya uzima na njia ya motoni. Sasa niima uchague katika hizi mbili. Hata Adam alikuwa ni Muislamu. Manabii wote walikuwa ni Waislamu. Uislamu ni nini? Uislamu ni kunyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Total submit to the will of your creator. Mungu akisema ni mmoja ndio hivyo unakubali. Mungu akisema upeleke uso chini, unapeleka uso chini. Unakuwa humble. Sasa hii nafurahia Wakristo, naona wanaenda wakirekebisha mambo ya kuzika. Zamani ilikuwa tunapata shida ya kuambia hakuna haja ya kuweka mwili kaburini mochari sana. Sasa hii naona hata watu wakubwa kubwa viongozi wa kifa wanasema hata masaa 72 nafika. Ukiangalia kuna ule Ogora wakati aliondoka alisema 73 hours akazikwa. Unaona, juzi former prime minister akasema 72 hours. Unaona, kwa sababu watu wanakuja wakiona hii mambo ya kuweka mili hii ni kitu imetengenezwa, haiko. Na hata ukiwekwa hata miaka 3 utazikwa tu. Sasa wanaona hii gharama inatumika nyingi. Angalia Waislamu, ukifa asubuhi jioni tunazika. Very simple. Very simple, kwa sababu utazikwa tu, hata ukiwekwa mwaka utazikwa. Hii gharama yote ya nini kaka? Mmeniweza. Sio kuwezana, tunakuelimisha. Yaani wewe unataka watu wakuje disco matanga, wakae mwezi mmoja, wafagie kuku, wafagie ng'ombe, alafu watoto wako wabaki hata wana chochote. Na mahindi yote anapika. Mahindi yote upikwe ugali na nini wabebe. Haya nimesikia, lakini kuna swali lingine uko nayo? Ni hayo tu. Na nini inakuzuia kuwa Muislamu? Wewe unaona hii ndio obstacle kubwa ambayo inaweza nizuia kuwa Muislamu ni gani? Muislamu kuna wakati nienda mpaka nikaswali, japokuwa penye nilikuwa hawakuwa na upendo sana. Nikaona upendo kivipi? Unasema ulienda mpaka ukaswali, uliswalije kabla hujasilimu? Kitu ya kwanza katika nguzo ya Uislamu ni shahada. Kabla hujasali kwanza unapata shahada. Hivyo umeona wametoa shahada. Ukimaliza hii ndio nikawaambia huyo wa mwisho, umesikia nikuambia vizuri. Katika Uislamu ni kusoma. Unaona? Pili lazima usome ndio ujue namna ya kusali. Unaona? Sasa wewe ilikuwa kuaje ukaenda kusali kabla hata hujasilimu na hujasoma? Au ni mazoezi ulikuwa unafanya kwa msikiti? Ni mazoezi. Sasa unaona wewe ulienda mazoezi kwa msikiti. Sasa inafaa usilimu, usome ndio uweze kusali. Kwa sababu ukisoma hautatoka katika Uislamu, kwa sababu utakuwa uko na knowledge ya Uislamu. Na ndio tunaambianga mtu asisilimu kwa ajili ya mke, mtu asisilimu kwa ajili ya mali, mtu asilimu kwa ajili ya Mungu. Usisilimu kwa sababu ya kazi. Yaani usisilimu kwa ajili ya kazi. Kazi huwa inaisha. Usisilimu kwa ajili ya material things. Huwa zinaisha. Leo binti atakwambia silimu ndio unioe. Ukisilimu alafu kesho mkosane muachane, si unarudi kwa Ukristo. Sasa wewe silimu kwa ajili nimeona ukweli na nimeona dini ya Uislamu ndio ukweli, hata ikitokea nini, wewe unabaki katika istikama. Kuna kitu inaitwa istikama katika Uislamu, msimamo. Yaani wewe umechukua ndio hii direction ndio hiyo. Hata ikuje mawimbi ya aina gani, wewe unabaki pale pale. Ala vizuri kama sehemu za kwetu. Naona mimi nimetoka sehemu ya Mount Kenya. Wakati kulitokea Kenya, sijui unaweza kumbuka wakati kulikuwa sijui unasikia hapa kumerushwa nini bomu sijui nini hiyo wakati. Sasa ukienda kwetu huko ukiwa umepiga hii kanzu na umevaa kofia hivi, watu walikuwa wanakutizama hivyo, unaona mtu anakimbia hivyo anaenda kwa chief. Pale kumekuja gaidi, unaona? Kwa sababu hawana knowledge, hawajajua. Hata ukiingia kwenye gari unaona watu wameanza kusonga, wanakaa, wengine wanatoka kwa sababu wamewekewa ile knowledge ambayo si ya kweli. Napata vizuri. Mbona wakati Shakahola imetokea hatuoni wachungaji tukahepa? Sababu ule si alikuwa mchungaji pia Shakahola? Watu wanaambiwa wafunge mpaka wakamuone Yesu na mbona hujafunga?
Wewe ndio naambia hiyo. Sasa huwezi kuchukua kosa la huyo mtu ukawekea watu wote. Are you getting my point? Yeah. So karibu katika Uislamu. Na swali nyingine? Ni hayo tu. Ni hayo tu, una nyingine ha? Brother, karibu. Nafasi ya kwako. Na tumekukaribisha uwe Muislamu. Na kwanza hujatuambia umesema ulikuwa ni mazoezi kwa msikiti, lakini sasa hii usilimu uende ukaswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hii dunia tunaishi muda kidogo sana, mtu asikudanganye. Miaka 60, hata miaka 40, miaka 30, wangapi wamekufa na miaka 20? Wengi sana. Unaondoka hii dunia. Huko mbele kuna mambo mengi zaidi sana. Mimi wananiita Sali. Ito Duncan Kenyatta. Duncan Kenyatta. Ndio. Kenyatta unajua nayo jina kubwa hiyo tukilisikia na tulia, mashujaa wa Kenya hawa. Swali gani ungependa Mkristo? Mimi hiyo nimeipata. So wewe sio Mkristo? Mimi ni Mkenya. Wewe ni Mkenya. Ni vizuri tunaulizanga hivyo ndo tujue standard yako umesimamia wapi. Maana yake hata si ni wa Kenya sio wakimbizi. Ni wa Kenya tu kama wewe. Ila mimi ni Muislamu na kuna wengine ni Wakristo hapa. Sawa, lakini wote wa Kenya. So wewe hauna dini ni short. Dini nayo siwezi sema sina. Lakini kulingana na venye nilelewa, nilienda hadi nikapatiswa, lakini sasa yote nikapata na mambo ya kuletewa, nikasonga kando kiasi. Ni kweli kaka anaongea pointi kubwa, labda watu wangejua. Watu wengi tulilelewa katika mazingira ya Christianity, tukasomeshwa kitu yani ukafuatanishwa kitu ambacho hata hukufundishwa. Yani wewe ukiulizwa tu ndio unasikia mtu anasema wazazi wangu ni Wakristo na mimi ni Mkristo, lakini ukimuuliza chochote hajui. That's why katika Uislamu mtoto hakui Muislamu tu ati kwa sababu babake na mamake ni Muislamu. Anachukuliwa, anapelekwa madrasa asome hiyo Uislamu, ajue namna ya kuperform mambo ya Uislamu. Asije akasimama akasema babangu alikuwa Muislamu ndio mimi Muislamu. Hapana, Uislamu ni neema kubwa sana, so lazima uisome ujue kuitekeleza. Injika swali tulisikie. Nilikuwa na swali moja kama mbili hivi, lakini mmoja mumechipo hapa, niko na nyingine hapa. Lete hiyo nyingine. Mbona mnasema lazima mtu awe yani ukitaka kuoa msichana wa Kiislamu lazima ukae Muislamu? Hiyo ni makosa. Mwenye anakuambia hivyo kwanza anakosea. Ati ukitaka kuoa msichana wa Kiislamu lazima uwe Muislamu, kwanza anafanya makosa makubwa mno. Kwa sababu ukisilimu kwa ajili ya kuoa bado haujasilimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kumbe wewe sio Muislamu. Kwa sababu itakuwa wewe umesilimu kwa ajili ya kile kupata kile kitu. Hiyo ni makosa. So mwenye alikuambia hivyo alikosea. Kukuambia usilimu ndio uoe ni makosa makubwa mno. Kwa sababu utasilimu uoe alafu ule bibi yako akufe. Akikufa utarudi kwa Ukristo wako. Kwa sababu gani? Kile kilichokusababisha ukuwe Mkristo uwe Muislamu kimeondoka. So wewe tunakuambia usilimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, usisilimu kwa ajili ya kuoa. Kuoa itakuja, lakini sio usilimu kwa ajili ya hiyo. Hapana. Ukisilimu kwa ajili ya hiyo inakuwa umetupa mbao. Unasilimu kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na napenda kufusafu sana vitu mengi. Mbona mpenda kufanga viatu? Mnafanya open shoes. Swali yake nayo. Anauliza mbona tunavaa open shoes, hatupendi kuvaa viatu. Hii ni katika nini, ukienda katika mambo ya udaktari atakwambia vizuri. Wakati unavaa open shoes, yani unapatia pia mguu nafasi ya kupumua. Wakati unavaa viatu sana, utapata hata wakati mwingine unaweza fula hata miguu na nini. Na ukienda kwa daktari recommendation atakwambia usio unavaa kiatu, kwanza tembea ima na open shoes, kwanza mguu pia ipumue na nini. So hii ni mambo tu ya kimaisha, sio katika dini ati imelazimishwa, hapana. Ni ya kiafya hii, ya kimwili. Unajua tunaangalia mpaka afya za kimwili. Saa zingine unaacha miguu inapumua na nini, unampata vizuri Na ukiwa kule shambani unatoa hata viatu, hata hizi open shoes, unatembea kwa mchanga. Kuna nini connection kubwa sana ya mchanga na mwili ya binadamu. Pia ni tiba. Hii ni mambo ya kitiba ya kisuna, labda shekha atakueleza zaidi. Unaona, unatembea miguu tupu, watu wanaweza dhani wewe wazimu, lakini sio unatembea tu barabarani utadungwa na vitu. Na kuambia labda kwa compound yenu unajua namna iko, unatoa viatu, saa zingine unatembea hivyo. Kwa sababu connection ya mwanadamu na mchanga ni kubwa mno. Ni tiba kubwa mno. Hii ni mambo ya kitiba, sawa mchanga safi pale unatembea tembea miguu tupu pia ni nzuri, pia afya, sio saa zote viatu. Na mbona mruhusu wanawake wahubiri kwenu?
Asante sana. Anauliza swali sensitive sana. Mbona haturuhusu wanawake wahubiri katika Uislamu? Wanawake wa Kiislamu wanahubiri katika Uislamu. Kuna watu ambao hawajaelewa hilo. Wanawake wa Kiislamu wanaruhusiwa kuhubiri katika Uislamu. Ila sasa wanahubiria kina nani? Wanawake wa Kiislamu wanahubiria wanawake wenzao. Wakati wameitana katika meeting zao katika hall, mwanamke mmoja mwenye elimu anawafunza wanawake wenzao, wanakubaliwa. Au watoto wadogo anawafunza. Lakini pindi anapoingia sasa mwanaume, ameingia kichwa cha nyumbani. Mwanaume sasa anachukua usukani, yeye ndio anafundisha mwanaume. Kwa sababu mwanaume ndiyo kiongozi wa mwanamke. Qur'ani 4:34. Sasa wewe itakuwaje wewe ndio kiongozi na umekaa pale chini ba? Wewe ukiingia sasa mwenyewe ameingia ndio unaendelea kufunza, lakini wewe ukiwa hauko, ni watoto wako, mama yuko, wasichana wale wengine anakaa chini anawafunza, inaruhusiwa. Mbona vizuri Sikiza habari. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wanaume wawe ni walinzi wa wanawake. Unasikia, wanaume ndio walinzi wa wanawake upande yote ya kielimu ya kila kitu. Ndio unaona wanaume wakiingia, wanawake hawezi hubiri mbele ya watu. Wanaenda wanatulia, wanaongea na wanawake wenzao. Pata vizuri na ndio unaona hata kuna watu wengine, wewe umesema sio Mkristo. Kuna watu wengine wanasema wanaamini Yesu, na Yesu alipokuja alichagua wanafunzi 12 na wote walikuwa ni wanaume, hawakuwa wanawake. Wote walikuwa ni wanaume. Angechagua wanawake 6 na wanaume 6, si angeweka gender equality? Hakuna kitu inaitwa gender equality. Hii ni kitu inatengenezwa na wazungu kwa ajili ya kubrainwash sisi akili. Mwanaume ndio amewekwa ndio kiongozi. Mimi nimefikia hapo. Umefikia hapo So tunakukaribisha uwe Muislamu. Unasemaje? Na kwa Muislamu hakuna ati mambo mazito, ni bure, ni shahada, ya pili ni sala, ya tatu ni zaka. Na zaka inatolewa kwa matajiri, wale watu wako na hela wanapatia wale maskini, kuwanyanyua, kuwatoa katika ile dhiki ya umaskini. Sawa? Ya 4 unaingia ni kufunga saumu. Mwezi wa Ramadhani unafunga, na sio kama ile ya kule Shakahola, hapana. Sisi tunafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mpaka kuna watu ambao hawana elimu ya Mwenyezi Mungu wanasemanga Waislamu wanabadilisha diet, yani wanabadilisha ulaji, masaa ya kula ni uongo. Kwa sababu mwili ya mwanadamu inahitaji energy wakati wa mchana, si wakati wa usiku. Na ndio unaambia na ndio unaona mchana ndio tunafunga wakati hiyo, kutoa toxin ambazo ziko katika mwili kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuandalia hivyo. Lakini watu walipojaribu kufunga hati hapa Shakahola, waliona chapter makuni. Mpaka wakuje kwa Uislamu tuwafunze namna ya kufunga. So karibu sana katika Uislamu. Ya 5 ni kuhiji, kwenda Maka kama uko na uwezo. Kama una uwezo unabaki huku na sisi tunachinja. Para vizuri naandikiwa na wale walioenda kuhiji. Nasemaje uwe Muislamu free of charge. Na wewe ujitolee pia kusoma Uislamu. Na tubatizi watu. Hatukuweki kwa maji. Sasa kuna kibaridi hichi cha mvua, unaweza ukaenda ukapata limunia, na limunia ni shindano 5 itoke kwa mwili. Hakuna haja. Inasemekana watu wanakuwa safi kwa sababu ya maneno yanayotoka katika roho yako. Na Uislamu unaendelea sasa na vitendo. Unasemaje uwe Muislamu? Tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Hapo mimi nitatoa maoni yangu kivyangu venye nafikiria. Mimi na believe kuna Mungu nako na ambaye ananirinda kwa kujoin Uislamu. Nitajoin kama roho yangu itapenda, lakini kwa sasa hii haijapenda. Asante sana. Haina shida. Qur'ani 3:85. Na kuacha tu na hiyo sisi na kuambia Mwenyezi Mungu naye anasemaje? Uchunge sana isifike hivyo. Sikiza Mungu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, na ukienda kutafuta dini nyingine isiyokuwa ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Asante. Naye akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Mungu anatuambia yeyote atakayekuja kwake na dini nyingine ambayo si ya Uislamu, Mungu hataikubali. Alafu kuna onyo Mungu anakupa 3:102 Qur'an. Anaendelea kusema Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 3:102. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Mungu anatuambia tusikufe isipokuwa tumekuwa Waislamu kamili.
na wewe hujui utakufa lini, na mimi sijui. Kuna kitu moja Mungu alificha, ni kifo cha mwanadamu. Hakuna mtu anajua ataondoka lini. Unaondokanga mpaka mbele ya wazazi wako. Yaani wewe unaona wazazi wako wamezeeka, unasema mzazi ndio atatangulia. Wapi unatangulia? So ni wewe uende ufikirie, hatulazimishi mtu, tumekufikishia, kazi yetu ni kukufikishia. Sawa Karibu sana. Una swali? Karibu baro. Hapa ni free, wala mtu yote asinini. Yaani hapa we are discussing mambo ya Mungu, siasa kando. Mimi wananiita Salim. Mimi ni Peter. Peter, asante sana. Muislamu, Mkristo? Mimi sio Muislamu wala sio Mkristo. Na watu wafuasi wa Yesu. Sababu Yesu hakuacha dini. Yesu hakuacha dini kulingana na Biblia. Hebu usikizeni huyu kaka vizuri Kwa sababu hapa kuna watu walikuwa wanasema ni Wakristo. Huyu anasema Yesu hajaacha dini. Kumbe ukisikia mtu anayesema ni Mkristo kidogo kachanganyikiwa Ni mfuasi. Mtu anayesema dini yake Mkristo. Huyo hajui, hajasoma Biblia. So ukisikia mtu anasema ako na dini inaitwa Ukristo, hajasoma vitabu. So kama ulienda kule kwa registrar ukaulizwa dini yako gani ukasema Ukristo, wewe ujue hujasoma. So hakuna dini inaitwa Ukristo. Hakuna. Ni ufuasi wa Yesu. Mambo tunaita wa Onyango wa Otieno. Mapya haya. Jesus Christ ni jina yake. Mapya haya. Ufuasi wake. Weka swali. Swali langu ya kwanza, Yesu Kristo mnasema Yesu sauti labda unajua John. Yesu Kristo mnasema alikuwa Muislamu. Sawa? Vitabu vinasema. Tunasoma vitabu vinatuelezea, Qur'ani inatuelezea, pia Biblia inatuelezea vitendo vyake. Alikuwa akienda kwa msikiti, akuenda kwa kanisa, naona kabisa alikuwa ni Muislamu. Hapana, hiyo ni uongo. Kwa sababu Yesu kwa nini Yesu alikuwa anaingia kwa sinagogi na anaingia kwa msikiti, anaingia kila mahali? Mbona hakuingia kwa kanisa? Aliingia. Wapi Yesu aliingia kwa kanisa? Tusaidia. Kidogo tu mzee wangu. Nasikiza. Angalia mzee wangu. Hata sina nini. Nataka uwe unatupatia. Hakuna shida, lakini kuna evidence uwe unatupatia, sio mambo kama ya shakahola ya akili. Unatuambia Yesu aliingia kanisani, imeandikwa wapi? Yohana 3:17 utatuonyesha Yesu aliingia kanisani. Mimi ukiniuliza wapi Yesu aliingia msikitini ambao ni sinagogi, nitakutolea, sio maneno ya kichwa. Hii kitu imekuwa revised. Sawa, kabla. Sawa. Unajua kuna Wakristo wengi hawajajua. Anasema hii kitu imekuwa revised, maana yake ilitolewa mambo ingine ilitolewa. So unasikia anasema Biblia ilitolewa, maana yake sio kitabu kimekamilika, kilinyofolewa. Wakristo unajua nikisema mimi mtaniuliza, anayesema mwenzenu huyu. Anasema Biblia imepunguka. Muende mfanye research. Sio kitabu ambao kamilika. Anakuambia ni kitabu inabadilika na weather. Saa hii hata wanataka kuweka mambo ya hatuwezi amini sana yenye iko hapa. Anasema uwezi amini Biblia sana. Si ndio umesema ama? Si tumerekodi. Sikiza. Unajua, sijasema huwezi amini Biblia. Umesema hatuwezi amini kile kiko hapa sana. Nasema yale. Nasema, sijasema nimetoa nini? Wewe unajua ni kitabu ngapi imetolewa kwa Biblia? Umejua ni kitabu ngapi imetolewa kwa Biblia? Anakuuliza wewe Mkristo, unajua ni vitabu ngapi imetolewa kwa Biblia? Anasema ilitolewa vitabu 7. Hii ya 66 imetolewa vitabu 7. Ikafichwa. Yoshua bin Sura iko wapi? Hakuna. Yoshua bin Sura haiko hapa. Huyu kaka kasoma. Yoshua bin Sura iko wapi? Hamwezi kuwa na evidence kwa sababu imekuwa revised. Ngoja kwanza, unajua Kristo wenzako ndio wameanza kuleta fujo. Unajua mimi niko hapa, nataka wanielewe. Mwacheni tu tumsikie. Unajua kaka amesoma na hiyo ni imani yake. Sijui mbona mnampiga sana. Yeye pia ni Mkristo. Amesema ni mfuasi. Sawa.
Haya, weka swali yako sasa tuisikie. Naona unajua Wakristo kuwaguza wanaanza kupanda ile jazba. Sasa wewe uliza swali. Wao ndio wameanza jazba. Wanasema hizo vitabu. Unajua mimi ukisema hivyo mimi najua ziko katika hii kitabu ya Roman Catholic iko na hiyo Yoshua bin Sira, lakini hii ya 66 haina. Mimi najua. Ndio hiyo. Lakini Wakristo wengi hawajui. Hawajui hiyo. Si ndio nataka nielewe tu. Sawa, munielewe. Ile ingine hayuko. Ndio sababu kitu ya kwanza wacha niwaambie. Unaona katika kitabu cha Uislamu, Quran. Hiyo kitabu kwa kweli ni kitabu ya hakika. Sababu kabisa Quran ya hakika. Ukiangalia utakuta kitabu inatoshana hivi. Kwa sababu inatoshana hivi, si ndio? Hakuna kitu imetolewa ndani. Kabisa. Sura 114 ndio hivyo ukienda Maka sura 114, ukienda wapi hivyo hivyo. Sisi wa Kristo hii unanyofa. Hii imekuwa interfered. Sasa waeleza watu wameanza kukuruka. Dini ni nini? Dini ni nini? Mfuasi wa Yesu anaitwa nani? Jesus Christ. Jesus Christ nini? Sasa ngoja kwanza watu wasipande jazba. Watu wajui maana ya Yesu anaitwa nani? Yesu anaitwa nani? Unajua ngoja ni kidogo. Watu wasipandishe jazba. Watu watulie. Unajua kaka, kuna mwingine nasikia hapa akisema ati kaka ni Muislamu. Wewe ni Muislamu? Mimi sio Muislamu. Anasema yeye si Muislamu. Sasa tutafanyaje? Musikizeni. Amesema Qur'ani imekamilika lakini Biblia imenyofolewa. Sasa kubalini. Endeni mfanye utafiti. Weka swali yako sasa. Ngoja kidogo. Wacha kumpeleka mbio. Sema inayo inakubalika. Kwani kwa sababu uende mambo ya Uislamu tofauti usema inayo imekubaliwa. Kwa nini? Kristo kubali kama ni Mkristo kakana ni Mkristo. Mambo Biblia usema ati Quran ati hii ya kwanza unaikubali. Wewe unajua Biblia ngapi? Ngoja kidogo. Wewe unajua Biblia ngapi? Biblia ngapi unazijua wewe? Kwangu iko na vitabu ngapi Biblia? Kwangu naiko kwa Biblia sio kitu lakini hajajua, amesema hajajua pia yeye. Sasa wacha tumalize na mzee. Msipate jazba. Mimi niko hapa. Sio sisi ni yeye anaongea. Uliza swali yako. Quran imetoka mbele ya Biblia. Wacha tusikie swali yake, alafu kama kuna mwingine akuja ulize swali. Unajua nimesema mtu yote ana swali anaruhusiwa. Haya, uliza swali yako tuende kwa swali ya mwingine. Mimi kulingana na imani yangu. Kitu ya kwanza swali ningewauliza nyinyi Waislamu. Naam. Mimi nimesoma Quran kidogo. Mashaallah. Lakini mali nilisoma sijashika ni aya gani. Hakuna shida, ulisomaje? Lakini nataka kuuliza siku gani siku ya kuabudu la Mwenyezi Mungu ya hakika ya kweli? Anauliza siku ya kuabudu ya hakika ya Mwenyezi Mungu ni gani? 24:36 Qur'ani. Ama 24:36 ama 22:36 24:36. Siku hakika ya kuabudu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Waonekane kwa kusali nyakati 5. Yaani tunaambiwa tunaabudu tena kila siku mara 5. Asubuhi tulikuwa kuabudu, leo ni Jumapili, tulikuwa asubuhi saa 7 tuliabudu, saa 10 tuliabudu, saa 4 saa 12:30 ndio naona mwalimu ananichukulia mkono, ananiambia bado dakika zinayoyoma, tunaenda kwa msikiti kuabudu. Kila siku tunaabudu. Malizia. Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Na humo litajwe jina lake. Wapi? Yaani misikiti. Malizia. Mtukuza humo asubuhi na jioni. Tunamtukuza Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni kila siku kwa msikiti. Mungu anaabudiwa kila siku, haabudiwi siku moja kwa wiki. Iko the 10 commandments of God inasema, the heart of God inasema remember the Sabbath day and keep it holy. It means ni siku moja. Hata ukibudu mara 15
lakini ni siku moja kuanzia saa 12 asubuhi iende mpaka saa 12 jioni, sio saa 7 ile hata sisi tunaendanga tunatoka saa 7 saa 6. Kulingana na nyinyi. Kulingana na nyinyi. Kulingana na nyinyi sio sisi. Sisi ni kila siku. Sikiza, kuanzia saa 12 mpaka saa 12 jioni. Na ni siku moja. Hiyo siku ndio tunataka hiyo. Sisi hatuna hiyo siku. Sisi Waislamu tunaabudu kila siku na mpaka wakati wote utasikia Allahu Akbar, Allahu Akbar, tunakimbia kuabudu. Na wale wanaishi karibu na msikiti wanajua kila siku lazima Muislamu aabudu, kwa sababu kila siku unaweza ondoka na unatubu kila siku. Sasa wewe ndio unasema katika 10 commandment. Kwanza sisi hatuna 10 commandment Waislamu. Sisi tuna sheria nyingi. Sheria za Mungu ni nyingi mno, sio 10. Sasa Musa, tuko sheria za Musa, tuko katika sheria za Mungu. Musa hana sheria zake. Musa ni nabii wa Mwenyezi Mungu, ni mwanadamu alipewa na Mungu. So sheria ni za mwenye aliyepeana, sio za mwenye alipewa. So sheria ni za Mungu. Sawa? Tusiende huko. Nauliza. Nataka uniambie wewe kama mfuasi wa Yesu ulivyosema, mnaabudu siku gani? Sisi wewe mfuasi wa Yesu. Mfuasi wa Yesu, siku ya kuabudu ni siku ya Saturday. Saturday. Imeandikwa kwenye Biblia. So Wakristo ambao wataenda kuabudu Sunday sio wafuasi wa Yesu. Hawa ni wafuasi wa Yesu, lakini si watu wametoka kwa siku ya kuabudu. Kama nyinyi Waislamu mmetoka siku ya kuabudu, mmeleta Friday, na Wakristo pia wametoka wameleta Sunday. Sisi hatuabudu Friday. Ukisikia Muislamu ati anaabudu Friday peke yake anahitaji dawa. Sisi tunaabudu kila siku. Sasa swali mimi nimekuuliza ndogo, tulia. Kusali ndio ibada. 22:77 Qur'an, labda hajajua. Alafu huyu kaka anataka kuniogopea mahali. Ameniambia hawa wa Jumapili wao wamefanyaje? Wao wanaenda siku ambayo ilichenjiwa. Siku ya kuabudu ilikuwa. Na kama ilichenjiwa ni kitu ya uongo. Kama ilichenjiwa ni kitu ya uongo. Siku ya Sunday ni siku ya uongo. Hebu rudia wasikie, sio mimi. Siku ya Msiseme mimi. Unajua wacheni aseme. Siku ya Sunday ni siku ya hiyo ni siku ya uongo. Asante. So ukiona Mkristo anaenda Sunday, anaenda siku ya uongo, sio mimi. Mkristo mwenzenu. Ako hapa, unajua sio mie. Huyu wacheni niwape imani yake vizuri. Unajua watu wa Jumapili wanadhani ngoja mwache huyu, wewe ngoja mwache huyu. Huyu imani yake nisaijua zamani. Huyu ni watu wanaitwa SDA. Wanaamini Wakristo wengine wote wamepotea. Ndio imani yao. Kwa sababu wanaamini wale wengine wanaenda Sunday iliyotengenezwa na wanadamu waliokaa chini wakaacha siku ya Mungu. Na ni kweli. Basi unasikia amerudi amesema ni kweli. Constantino ndiye alitengeneza akatoka siku ya kuabudu kutoka Saturday akaleta Sunday. Maana yake wametengenezewa, wamepotea. Mkarudi nini? Nyuma, mkawacha Saturday. Hapana. Sisi Saturday tunaenda msikitini kufanya ibada. Quran ambayo inasema ya kwamba siku ya kuabudu ni siku ya Saturday. Utaleta kesho? Friday haikaitazwi. Utaleta lini kesho? Nitakuletea. Inshallah, enda ule. Hakuna shida. Hatuna shida. Wacha alete kesho. Msianze kumugomanisha huyu kaka. Ni msabato. Ni msabato huyu. Sawa? Ngojeni. Huyu ngojeni msiwe ngojeni kidogo. Nataka kwanza muweke jazba kidogo. Atulie, muweke jazba. Huyu ni msabato na hizo ni misimamo ya wasabato kama hamna habari. Na wasabato hata waamini Krismasi kama nyinyi watu wa Sunday. Si ndio huyu? Siwe kelei, unaona? So nyinyi hamjai waelewa wasabato. Sasa hawa ni wasabato. Wewe ni mtu wa Jumapili, huyu ni msabato. Sasa atujieleze umkanyage sasa. Unataka umkanyage huyu. Sasa utamkanyaga leo kwa sababu muda nao naambiwa imeisha. Sasa utakuja kesho. Imetupasa tuombe siku zote. Luka 18 mstari wa kwanza. Hebu tu. So huyu anatudanganya sasa. Sasa wala 23 siku 6 tufanye nini? Tufanye kazi. Siku ya 7 tufanye nini? Siku ya 7. Hawa ni Wakristo wawili ambao hawaelewani wa Jumapili wa Jumamosi. Sasa mimi Muislamu niko kando na wasikiza. Sunday wanaabudu nini? Jua. Wewe unajua maana ya Sunday? Unajua maana Saturday? Mimi nimesema siku. Soma Walawi. Tufanye hivi. Hii mkutano nitaweka kesho. Wewe ukuje kesho na huyu akuje mpaka na hiyo Qur'ani kesho tunamalizia. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.